Vigogo wengi wapo pale Morocco katika michuano ya AFCON kwa mwaka 2025, lakini pia wapo pale kimwili tu. Kivipi? Kimwili tu, wapo kimwili, lakini akili zao hazipo pale kwenye michuano ya AFCON. Wapo tu kwa sababu ya heshima ambayo wako nayo kwenye soka la Afrika, lakini akili yao inawaza mambo mengine mengi. Lakini pia wapo pale si kwa ajili ya michuano ya AFCON, bali kwa ajili ya kupata mashine za maana. Nikiwa namaanisha nini? Pale kuna wachezaji ambao wamekuwa na viwango ambavyo ni bora. Kuna mascouting wengi wako pale Morocco kwa ajili ya kuweza kupata wachezaji wazuri, lakini pia kuna wachezaji ambao wameweza kuonyesha viwango ambavyo ni bora. Sasa kuna viongozi pamoja na maskauti ambao wamekuwa wakifuatilia mchezaji mmoja baada ya mwingine. Sasa moja kati ya kiongozi ambaye yuko pale Morocco, lakini akili yake inawaza namna ya kupata wachezaji ambao ni bora, lakini akili yake inawaza namna ya kuweza kumuingia mchezaji ambaye anaona ni bora na anastahili kuja kwenye ardhi ya Tanzania. Huyu si mwingine ambaye namzungumzia, bali ni Engineer Hersi Said, rais wa kikosi cha wananchi Young Africans, kiongozi wa mpira, kiongozi ambaye amekuwa akifanya sajili bora ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans, kiongozi ambaye amekuwa na nyakati zote na timu, kiongozi ambaye amekuwa akiambatana na wachezaji anapokuwa yupo kazini, basi moja kwa moja anaacha shughuli zake zote na anaambatana na wachezaji uwanjani. Huyu Engineer Hersi Said yuko pale Morocco akifuatilia vizuri michuano ya AFCON. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, rais wa klabu ya Young Africans, ambaye amekuwa akifuatilia wachezaji bora ambao wamekuwa wakionyesha performance nzuri kwenye michuano hii ya AFCON. Lakini kumbuka kuna wachezaji ambao tayari ameshaanza kuwafuata kabla hata hawajaanza kucheza hii michuano ya AFCON kutokana na performance ambazo wamekuwa nazo kwa siku za karibuni. Je, ni kina nani hao? Tutakwenda pia kujuzana vizuri kabisa hapa kupitia Gift Online TV. Sasa ndugu yangu, mimi nikufahamishe kwamba kuna mchezaji mmoja ambaye amemvutia Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Young Africans. Je, ni mchezaji gani huyu? Jana alicheza pia kwenye mechi kubwa ya michuano ya AFCON akiwa na taifa lake likipambana na timu ya Afrika ya Kusini. Hawa si wengine, nawazungumzia Angola, na mchezaji ambaye ninayemzungumza hapa alikuwa ni winga na aliwasumbua sana Afrika ya Kusini, hususan kwenye lile eneo la pembeni, mabeki wa pembeni wa kikosi cha Afrika Kusini. Nazungumzia kina Mdao, waliweza kupata tabu sana kwa siku ya jana kutokana na huyu mwamba ambaye nakwenda kumtaja kwa hivi sasa, moja kati ya mchezaji ambaye ni winga, hana masiara anapokuwa yupo uwanjani. Huyu mwamba anaitwa Jacinto Muondo Dala ndo jina lake, ambapo alizaliwa pale Rwanda. Ilikuwa ni Julai 13 mwaka 1996 akiwa na umri wa miaka 20. Sasa huyu mwamba amekupita kwenye vilabu tofauti kwenye bara la Afrika na nje pia ya bara la Afrika. Kumbuka kutoka Angola kwenda pale Ureno ni jambo simple kabisa. Kumbuka ni sehemu tu karibu. Ureno kwenda Angola sio mbali, na ni sehemu ambayo ni rahisi kabisa, simple, na wanaelewana vizuri kabisa Angola pamoja na Ureno. Sasa kwa nini nimegusia namna hiyo? Huyu jamaa winga aliwahi kupita kwenye klabu ya De Agosto ya pale Angola mwaka 2013 mpaka mwaka 2016. Akicheza hapo kwenye timu ya De Agosto alicheza mechi 72 na mwamba alifanikiwa kufunga mabao 46. Kumbuka ni winga. Akatoka hapo akaenda pale Ureno. Hapa alijiunga na klabu ya Sporting B ambapo alifanikiwa kucheza michezo 23, akafanikiwa kufunga mabao takribani 17. Lakini pia mwaka 2017 akaenda kwenye timu ile ya Sports CP, timu ya wakubwa kutoka Sporting B.
Alijiunga na hii timu ya wakubwa ya Sports CP mwaka 2017, akasaini mkataba wa miaka mitatu mpaka mwaka 2020, lakini hapa kwenye kikosi cha Sports CP alifanikiwa kucheza mechi moja tu pekee, hakufanikiwa kuweza kufunga bao katika huo mchezo mmoja, lakini pia alipelekwa kwa mkopo kwenye timu ile ya Rio Ave mwaka 2018, akakipiga hapo kwa msimu mmoja mpaka mwaka 2019 kwa mkopo, akifanikiwa kucheza michezo 24 huku akifanikiwa kufunga mabao 5, lakini akatolewa tena kwa mkopo mwaka 2019. Timu yake ya Sports CP ilimtoa tena kwa mkopo kwenda kwenye timu ya Antalyaspor ya Uturuki, ambapo hapa alicheza mechi 6, akufanikiwa kufunga bao hata moja. Lakini akapelekwa tena kwa mkopo Rio Ave mwaka 2020. Mwamba hapa mwaka 2020 alicheza mechi 14, akafanikiwa kufunga mabao 6. Baada ya mkopo wake kumalizika mwaka 2020, mkopo wake ambapo mkataba pia na timu ile ya Sports CP ya Ureno, mkataba ulimalizika na akasaini sasa mkataba rasmi na timu ya Rio Ave mwaka 2021, ambapo alisaini mkataba wa mwaka mmoja. Alifanikiwa kucheza michezo 31, akifanikiwa pia kufunga mabao 3. Rio Ave, kumbuka, ni ya Ureno, hapo Ureno, ambapo alikuwa anamilikiwa mwanzo na timu hiyo ya Sports CP. Lakini baada ya hapo 2021 akatimkia Uarabuni kule Katari, ambapo alipelekwa kwa mkopo mwaka 2021 mpaka mwaka 2022. Sasa huyu mwamba hapa yupo kwa mkopo, alicheza kwa mkopo kwenye klabu ya Al Wakrah ya pale Katari, ambapo mechi 17 alifanikiwa kufunga mabao 11. Sasa baada ya mkopo kumalizika mwaka 2022, hii timu ya Al Wakrah ikamchukua jumla na kumpa sasa mkataba kumsainisha mwaka 2022, ambapo anakipiga mpaka hii leo. Yuko hapa katika hii klabu ya Katari na mpaka hivi sasa tayari ameshacheza michezo 53 na amefanikiwa kufunga mabao 26. Sasa huyu mwamba bado yuko kwenye timu ya taifa ya Angola toka mwaka 2018 na kwenye timu ya taifa ya Angola amefanikiwa kufunga mabao 21 katika michezo 51 ambayo amefanikiwa kuchezea timu ya taifa ya Angola. Sasa jana alikuwepo, yuko uwanjani kwenye michuano ya AFCON akionyesha kiwango ambacho ni bora kabisa, akiwa na timu ya taifa ya Angola katika mchezo ambao aliocheza dhidi ya Afrika ya Kusini, huku timu yake ikipoteza mchezo kwa kufungwa mabao 2-1 na Afrika Kusini hapo jana. Lakini pia kiwango chake kilikuwa bora, kitu ambacho pia kimewavutia wengi, na kiwango ambacho ameweza kukionyesha kimevutia vilabu vingi sana barani Afrika. Miongoni pia mwa vilabu ambavyo vimevutiwa na huyu mwamba ni Young Africans. Uongozi wa Young Africans, Engineer Hersi Said ambaye yuko pale Morocco, aliweza kumtazama bwana mdogo vizuri, na huyu anavaa jezi nambari 10 kwenye timu ya taifa ya Angola. Huwa anavaa jezi nambari 10 na amekuwa na kiwango ambacho ni bora kwenye timu ya taifa. Vile kama nilivyokuambia kwamba amefanikiwa kucheza mechi 51 kwenye timu ya taifa ya Angola na kufunga mabao 21 toka mwaka 2015 mpaka leo akiwa kwenye timu hii ya taifa ya Angola. Nakumbuka wakati anajiunga kwenye timu ya taifa ya Angola, miaka hiyo alikuwa na klabu ya De Agosto ya pale Angola, kabla hajaenda huko Sports CP, hajaenda Rio Ave huko. Alianza kuitwa kwenye timu ya taifa ya Angola toka akiwa kwenye kikosi cha De Agosto. Sasa huyu mwamba jina lake maarufu kabisa Muondo Dala. Hili ni jina ambalo pengine labda kwenye dirisha dogo Young Africans wakafanikiwa kumngofoa, manake rais wa klabu Young Africans amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba anapata wachezaji ambao ni bora, na miongoni mwa mchezaji ambaye aliwavutia kwa siku ya jana ni huyu winga, na unaambiwa wakija kwenye ardhi ya Tanzania watu wajiandae kuvunjika nyonga kutokana na namna ambavyo amekuwa akipiga chenga zake. Mwamba na umri wa miaka 29 mpaka hivi sasa, akiwa amezaliwa mwaka 1996, winga teleza. Lakini pia hii michuano ya AFCON
kuna wachezaji wengi ambao wamekuwa wakionyesha performance ambayo ni nzuri. Wacha niwelekeze pia, kuna mchezaji ambaye kwa siku ya jana ameweza kuonyesha kiwango ambacho ni bora haswa katika mchezo wa siku ya jana. Huyu mwamba anajua na ni winga tena mwingine ambaye yuko kwenye timu ya taifa ya Zimbabwe. Huyu bwana mdogo amezaliwa tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 25 mpaka hivi sasa ni winga wa kulia na yupo kwenye kikosi cha Marumo ya pale Afrika ya Kusini. Sasa huyu bwana mdogo jana amewatesa mafarao kweli kweli wa Misri. Hawakuamini, wakajiuliza kwamba bwana mdogo anakipiga kwenye hili bara la Afrika au ni bara lingine. Mo Salah alibaki pia kumshangaa huyu bwana mdogo kutokana na staili ambayo anaocheza, na hakuamini kwamba yuko tu kwenye bara la Afrika. Lakini ndio hivyo, bwana mdogo aliubonda mwingi sana katika mchezo wa siku ya jana. Huyu si mwingine, anaitwa Daniel pia Msendami. Daniel Msendami ambaye yuko kwenye kikosi cha Marumo Galaxy katika klabu ambayo anaikipiga pale Afrika Kusini, lakini mchezaji wa timu ya taifa ya Zimbabwe. Wakati jana timu ya Zimbabwe ikipoteza mchezo kwa kufungwa mabao mawili kwa moja na Misri, basi huyu mwamba alikuwa ni winga teleza. Wakati Prince Mpumelelo Dube akifunga, huyu alikuwa anateleza kule pembeni kikweli kweli. Daniel pia Msendami huyu ana miaka 25, anastahili vizuri kuja kukipiga kwenye ardhi ya Tanzania. Je, wana Simba mpo tayari? Je, wananchi Young Africans mpo tayari? Chuma hichi mwamba anajua kweli kweli, ana uwezo wa kupita mabeki kweli kweli, ana uwezo wa kuteleza kweli kweli pembeni, ana uwezo wa kumpa mateso makali beki wa pembeni, ana uwezo pia wa kufunga, ana uwezo wa kutengeneza mabao. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, watu watabeba hichi chuma? Daniel pia Msendami. Bana, shukrani sana kwa kuendelea kuifuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.